Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni Iran imeieleza shirika la atomiki ulimwenguni IAEA kwamba linapaswa kufanyia kazi masuala ya kiufundi na si masuala ya kisiasa. Iran imesema kwamba shirika la atomiki duniani halipaswi kuingilia masuala ya siasa na hasa mgogoro uliopo kati ya Marekani na Iran ambao wakati huu upo katika mazungumzo. Zaidi inapaswa kueleza masuala ya kiufundi zaidi na nini ambacho kipo cha uhalisia ndani ya Iran kuhusu masuala ya nyuklia. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran amesema kuwa Iran inataraji kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA utachukua hatua kwa mujibu wa majukumu yake ya kiufundi kuhusu miradi ya nyuklia ya Iran. Ismail Baghei alieleza hayo mjini Tehran katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, akizungumzia ziara ya ujumbe wa kiufundi wa IAEA nchini humo. Safari hii ujumbe wa kiufundi wa wakala wa nishati wa atomiki IAEA ni mwendelezo wa mazungumzo ya wiki ya jana kati ya maafisa wa Iran na shirika hilo la atomiki, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Baghei pia amedokeza kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani kwamba duru ijayo ya mazungumzo hayo yasiokuwa ya moja kwa moja pia kati ya pande mbili imepangwa kufanyika Jumamosi ijayo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na nchi mwenyeji kwa maana ya Oman. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesisitiza pia msimamo wa Iran mkabala wa miradi yake ya nyuklia iliyofanyika kwa malengo ya kiraia na vikwazo haram dhidi ya nchi hiyo, suala la kurutubisha urani pamoja na kuondolewa vikwazo kikamilifu na mistari miekundu katika mazungumzo na Marekani, alisema Baghei. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran imesema kwamba mazungumzo hayo yanaendelea vizuri, isipokuwa ni Israel ambayo inataka kuyaharibu mazungumzo hayo. Wakati huu Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu yupo katika mpango wa kutaka kuhakikisha kwamba lazima aharibu vinu vya nyuklia vya Iran kwa kurusha makombora katika maeneo ya vinu hivyo vya kinyuklia. Ametishia mara kadhaa na hata siku ya Jumatatu ameeleza jambo hilo akisema kwamba lazima vinu vya nyuklia vya Iran vibomolewe, lakini pia wahakikishe Iran haiwi na makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, wakati huu Israel, moja kati ya hofu yake ni pamoja na Iran hususan kumiliki makombora ya masafa marefu ya aina tofauti tofauti, na hata mnamo Oktoba mosi yalidhihiri kwamba Iran ina uwezo wa makombora hayo na kwamba inaweza ikafanya lolote. Na hata pale ambapo Iran ilipokuwa ikisema kwamba itafanya shambulizi dhidi ya Iran katika kulipa kisasi cha Oktoba 26, Israel imekuwa na wasiwasi sana, na ndio maana mpango wake ni kutaka kuharibu vinu vya nyuklia vya Iran ili tu ikose nguvu ya kufanya mashambulizi dhidi yao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia amesisitiza msimamo wa Iran mkabala wa miradi yake ya nyuklia ambayo inafanyika kwa malengo ya kiraia na kutoa tahadhari kwa mataifa kama vile Israel ambayo imepanga kufanya shambulizi ambalo bado halijatajwa kwamba litafanyika lini, ambalo Waziri Mkuu Netanyahu amekuwa akieleza mara kwa mara. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu ziara za hivi karibuni za waziri wa mambo ya nje huko Beijing na Moscow, Baghei amesema masuala ya uhusiano wa pande mbili na mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya Gaza zilikuwa ni ajenda kuu za mashauriano wakati wa ziara ya Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, huko China pamoja na Urusi. Hata hivyo, amesema kwamba Urusi imekiri haitokuwa tayari kuona miundombinu ya nyuklia ya Iran ikishambuliwa na Israel katika kipindi hiki ambacho Israel imekuwa ikieleza mara kwa mara juu ya kutaka kufanya shambulizi wakati wowote dhidi ya miundombinu hiyo ya nyuklia ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.